Mimi mwenyewe nimeshtuka sana. Unajua sasa hivi kuna mawasiliano makubwa sana na wananchi na Watanzania kwa ujumla. Baada ya muda mfupi bei kutangazwa, wananchi wangu wametuma message, wanauliza nina majibu gani. Na mimi sina majibu, na wametuma hizo clip kwangu. Wametuma clip moja, na mwisho ni katibu mkuu wa nishati. Lakini pia wametumia clip ya Mheshimiwa Waziri Ndejembi, waziri wa nishati, akiwahakikishia Watanzania kwamba pamoja na machafuko ya kisiasa yanayoendelea katika Mashariki ya Kati, lakini tuna akiba ya mafuta mpaka Julai 26. Sasa bei mpya imetangazwa na nimeangalia kwenye mtandao, ni kweli bei imetangazwa. Hapa Dodoma lita moja inaenda mpaka shilingi 3,800, yani zaidi ya 3,800 hapa Dodoma. Nimeangalia kwenda mpaka Msoma ni 3,900. Lakini nimeangalia kwenye jimbo langu kule mwishoni, kituo ambacho nakitambua EWURA ni kituo cha Kiwanja Nyamungo kabla ya kuelekea Serengeti. Pale ni zaidi ya shilingi 4,000 kwa lita moja. Sasa hii ni jambo ambalo ni jambo kubwa sana kwa kweli, na ni jambo ambalo kwa kweli kwa udharura wake serikali imechukua hatua ya kutueleza Watanzania, kutuhakikishia namna ambavyo maisha yataenda kwa kipindi hiki, lakini pia na kuwaonesha kupanda kwa bei ya mafuta ambao kumetangazwa leo, na kauli ya Mheshimiwa Waziri aliyowaambia Watanzania kwamba akiba ya mafuta ipo mpaka Julai 26. Ukiwaambia watu kwamba akiba ipo mpaka Julai 26, maana yake ni kwamba mafuta hayo si kwamba alikuwa njiani, yapo Tanzania. Sasa haya yaliyopanda ni yale ambayo yapo tayari kwenye sheri kule Nyamongo, haya yaliyopo kule Serengeti, haya yaliyopo kule Tandahimba, yani hayo yalipanda ni yapi? Kwamba mafuta yapo tayari kwenye vituo, kwenye sheri na kwenye matenki kule kwenye eneo la kuuzia mafuta, alafu na bei inapanda. Au watueleze kwamba mafuta haya yalikuwa njiani, yalikuwa hayanunuliwa, sasa ndio yamepanda. Kwa kweli hapa kuna haja ya serikali kutoa clearance kwa Tanzania, kwa sababu hii ina multiplier effect, ina madhara jumuishi. Moja, hii yenyewe tu itapandisha bei ya usafiri kwa kila sekta. Itapandisha bei ya mabasi kwa watu kutoka mikoani kwenda mahali mbalimbali, itapandisha huduma ya service ya bodaboda, itapandisha bidhaa, yani kila kitu kitapanda kwa kauli hii. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni kubwa, tumelipokea kwa mshtuko mkubwa. Tunatarajia serikali kwa udharura wake itakuja kutoa clarification. Lakini pia tumeona maeneo kama Namibia, wao bei imepanda, hatuwezi kuwasemea, lakini wanapopandisha bei kutoka 3,000 na ushe kwenda mpaka 4,000 kwa watu watalima vijana maeneo mengine. Maana nimeona kwa shedu ya Tanzania sisi ndio tuna bei kubwa zaidi. Maeneo mengine yanaenda mpaka 3,900, lakini maximum bei kubwa sana katika jimbo la Tarime vijijini kwa maeneo hayo nimesema Nyamongo, Nyanungu, Sirari, unaenda mpaka Rorya, mkoa Mara kwa ujumla wake. Kwa sababu inapangwa kutoka Dar es Salaam kuangalia na gharama za usafiri. Sasa hii ni lazima kwa kweli sisi kama wabunge tupate maelezo na Watanzania wajue wanafanyaje. Lakini kama unapandisha bei ya mafuta, wangeangalia pale zile kodi zile kupata unafuu, ili watuambie bei ya mafuta imepanda, lakini na serikali tumeminya sehemu fulani, tumepunguza labda kodi fulani hivi ambayo inaongeza, yani mwananchi aweze kupata unafuu. Lakini kwa kweli ni jambo ambalo kwa mjadala ambao unaendelea utabadilisha mjadala kabisa. Kwa tunafika mabunge ni lazima tupate maelezo lakini kutoka serikalini, lakini pia na bunge lipate position ya nchi kwamba sasa baada hapo tunafanyaje, kwa sababu hii inaathiri, yani hata vyakula vitapanda, kwa sababu vyakula hivyo vinasafirishwa kutoka maeneo mbalimbali kwenda sehemu ya kwa mlaji. Pale kwa mlaji watatumia usafiri, kama ni maroli, kama kile kitu kitabadilika. Kwa hiyo nisema kama jambo hili tumelipokea kwa mshtuko, lakini kama isingekuwa kwamba mafuta hayo yametangazwa kwamba ilikuwa Tanzania, yametoka huko ambako yanatoka, yamesafirishwa, watu wangeweza kuelewa. Kwa swali kubwa ni kwamba hii bei iliyopanda ni mafuta iliyopo tayari kwenye sheri, mafuta iliyopo kwenye matenki tayari, mafuta iliyopo kurasini ndio yamepandishwa, au mafuta haya yamesafirishwa? La kwanza. La pili, baada ya bei kupanda, watu wanataka kuona serikali yenyewe imejiminya wapi kwenye zile kodi ambazo serikali inatoza, kwa sababu ungepunguza baadhi ya maeneo ya kodi, unafanya bei ya mafuta ikawa sio kubwa zaidi. La tatu, sasa baada ya hapa bei imepanda, hivi maisha yanakuwaje? Tunapataje unafuu na contract ikoje? Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa kweli, na ukizingatia kwamba imepanda leo, kesho kutwa itakuwa ni Jumaa Kuu, kutakuwa na Pasaka hapo Jumapili, kutakuwa na Jumatatu ya Pasaka,
kutakuwa na Karume Day. Kwa hiyo hizi siku itaathirika sana kwa kweli. Sasa kabla wananchi waanze kutoa malalamiko makubwa kutuuliza sisi wabunge maswali, tunauliza serikali ambayo ni wasimamizi. Sababu imetangazwa na serikali. Haya maswali niliyosema kwa ufupi, na natarajia kwamba Mheshimiwa Waziri na serikali kwa ujumla watatupa maelezo. Akishapa majibu tutaongea na wananchi wetu kuambia kwamba huo ndio msimamo wa serikali, huo ndio mwelekeo.